wa qawluhu man yahdihillahu fala mudilla la, hakika yule mwenye kuongozwa na Allah hakuna kumpoteza. Wa man yudlil fala hadiya la, na yule mwenye kupotezwa hakuna kumuongoza. Hivi ndivyo naweza kuona kuna baadhi ya watu wanakuwa katika uongofu, wanakuwa katika huda, wanakuwa katika khairi, katika salafia, katika sunna, wanaishi katika sunna, lakini baada ya muda kwa sababu ambazo hazieleweki unaona inharafu, wamepinda, wameacha sunna, wameacha manhaji salafi, ima na kuwa ni watu wa bid'a wa dhalal, na kuwalingania watu kuingia katika dhalal wa bid'a. Na hivyo hivyo wakati mwingine kwa watu katika dhalal, katika khurafa al-bid'a za maulidi na khurafati sufia, lakini baadaye Allah subhanahu wa ta'ala anaongoa na kuwa ni watu wa sunna, watu ambao wanaishi baadaye katika manhaji salafi, na kuwa ni watu wema na watu wazuri, na kutubia na kuachana na bid'a hizo. Yote hii ni hidayatu tawfiq. Hakuna anayeweza kumuongoa mtu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana wakati tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe nyoyo zake katika dini yake, athibitishe nyoyo zetu katika sunna, na atufishe katika sunna, kwani yeye ndiye ambaye mwenye kuongoa. Wakati mwingine watu husema bwana fulani alisoma sehemu fulani amepinda bwana. Hili jambo alipo katika makdara ya mtu, hayupo katika nini, makdara ya mtu. Tukifundisha watu tukitaraji kwao aongolewe na Allah subhanahu wa ta'ala katika khair wal baraka, aongoke katika sunna, wawe katika manhaji salafi. Lakini kutokana na changamoto moja au nyingine inakuwa ni kinyume na hivyo. Hii man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la. Sina tamani watu waongoke wote, lakini hilo jambo liko mkononi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama alaina illa albalagh, sisi jukumu letu ni kufikisha, kisha kumwomba Allah awaongoe waja wake, na sisi atuthibitishe katika dini yake na atufishe katika dini yake.